kujifunza somo linaloitwa vita ya mota ndoto. Sema vita ya mota ndoto. Sema vita ya mota ndoto. Wewe kama ni mota ndoto ni mtu ambaye una vita. Bwana ape sifa sana. Sema mimi mota ndoto nina vita, na vita yangu iko katika ulimwengu wa roho, lakini pia mpaka wewe unakuja katika ulimwengu wa mwili. Bwana ape sifa sana. Kwa hiyo tukaribishe tuweze kwenda kujifunza pamoja na watu wote pia ambao wanatufuatilia, lakini pia ambao watabatika pia kujifunza nasi. Bwana ape sifa sana. Katika maisha ambayo tunaishi ni kawaida mtu kumsikia anakuambia nimeota ndoto, lakini pia hata hii leo unaweza kukuta mtu mzima kabisa anakuambia nimeota ndoto eti niko darasani ninasoma, lakini ukimwangalia umri wake umeenda, na kama umri wake umeenda sana, pengine ndoto hiyo ambayo anasema yuko darasani kwa umri wake haiwezekani tena, kwa sababu umri umefanyaje? Umeenda. Hebu fikiria kikongwe wa miaka 100 anakuambia mjukuu wangu nimeota ndoto niko darasani. Kwa hiyo ni jambo ambalo unaliona ni gumu, haliwezekani. Lakini mimi mchungaji nikisema pengine nimeota ndoto niko darasani, hata kama sijui kuna uwezekano kabisa wa kurudi darasani nikaanza kujifunza upo uwezekano. Bwana ape sifa sana. Kwa watu wengi leo hii wanaota ndoto, lakini sasa changamoto ya ndoto tunazoziota wengi wetu tumeshindwa kupambanua ama kuzielewa ndoto hizo. Lakini pia wako watu ambao unaweza kukuta mtu anaota ndoto yeye yuko mjini, lakini anaota ndoto labda yuko kijijini kwao, anatembea ama anafanya shughuli fulani, yuko mjini lakini anaota ndoto yuko kijijini kwao. Bwana ape sifa sana. Tatizo ya ndoto, watu wengi tunachanganya, tunapoota ndoto tunashindwa kujua tafasiri ya hizo ndoto. Bwana Yesu ape sifa sana. Lakini leo tutakwenda taratibu, tutajifunza na utaweza kuelewa. Bwana ape sifa sana. Labda pengine ndoto ni nini? Nilijaribu kuweza kukuambia wiki iliyopita wakati tunaanza kuweka msingi kidogo. Nilikwambia pengine pia unaweza kusema kwamba ndoto pia ni lugha ya picha. Bwana ape sifa sana. Ni lugha ya picha ambayo humwendea mtu katika mazingira akiwa amelala. Bwana ape sifa sana. Akiwa amelala. Na hii ndoto inaweza ikawa imebeba ujumbe wa wakati uliopita, wakati uliopo, ama wakati ujao ndani ya ndoto. Lakini pia tunaweza kusema kwamba ndoto ni dirisha la muonekano wa vitu vinavyoendelea katika ulimwengu wa roho, kama nusu yangu zinavyoonyesha kwamba ndoto ni dirisha la muonekano wa vitu vinavyoendelea katika ulimwengu wa roho. Kwa nini ni dirisha? Maana yake ukiwa ndani, ukifungua, una uwezo wa kuona vitu vilivyoko nje. Sasa ndoto inapokuja ni kama dirisha, yaani mtu unafunguliwa alafu unaanza kuona aidha yaliyopita, yaliyopo ama yajayo. Kwa hiyo Mungu hupenda kutufunulia wanadamu yale ya ulimwengu wa roho kupitia njia ya ndoto. Bwana ape sifa sana. Kwa hiyo Mungu hupenda kutufunulia yaliyo katika ulimwengu wa roho kwa njia ya nini? Kwa njia ya ndoto. Bwana ape sifa sana. Anakufunulia mambo yaliyoko rohoni, ya rohoni kwa njia ya nini? Kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo Mungu anatujua, alituumba kwa kusudi gani, na anajua mapito ya kila mtu kwenye hii dunia ambayo tuko nayo. Bwana Yesu ape sifa sana. Haleluya. Bwana ape sifa sana. Hebu fungua kitabu cha Ayubu tusome hapo. Kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 mpaka wa 17. Fungua Biblia yako hapo tusome kwa pamoja.
Bwana apewe sifa sana. Haleluya. Haleluya. Fungua Biblia yako hapo tuweze kusoma kwa pamoja. Kitabu cha Ayubu sura ya 33 na ule mstari wa 14 mpaka wa 17. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Nitasoma. Bali nasema hivi, kwa kuwa Mungu hunena mara moja na hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Tunaanza kuona Mungu hunena na mtu kwa njia ya ndoto kwa mara ya kwanza na mara ya pili kama mtu huyu ajali. Tunaendelea tena katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajili yapo watu katika usingizi kitandani, ndipo yafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amuondoe mtu katika makusudi yake na kumfichia mtu kiburi. Bwana pesi sana. Kwa hiyo kwa njia ya ndoto Mungu anaweza akazungumza na mtu, lakini pia Mungu anaweza akamwambia ama akamweleza wewe ni nani, kusudi lako. Lakini pia Mungu anaweza akamwonya mtu kwa njia ya ndoto. Bwana pesi sana. Anaweza akakuonya kwa njia ya ndoto. Bwana pesi sana. Unajua mtu anaweza kuwa na kiburi labda kwa jambo fulani, lakini Mungu akikushuhudia unashangaa kwa njia ya ndoto, unaona mara kwanza mara pili. Maana yake kama utaelewa kwamba huyo ni Mungu, ujikuta mtu mwenyewe unaanza kujirekebisha. Bwana pesi sana. Na kuna wakati ukikaa vizuri na Mungu, kuna ndoto ambazo unaota Mungu anakupa maelekezo na hata maonyo kabisa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo hautoambiwa na mtu, automatically tu unaanza kuona huyu mtu anaanza mwenyewe tu, yani kujichuni, anajirekebisha. Kwa nini? Kuna maono ambayo Mungu huwa anazungumza na watu kwa njia ya ndoto. Mungu anamrekebisha mtu. Bwana pesi kwa sana. Twende taratibu, tutaendelea kuelewa. Kwa hiyo tunaona kumbe ukiona unaota ndoto mara nyingi ikijirudia, maana yake wewe haujali. Yaani ukiona ndoto ya kwanza imekuja, hiyo umeota tena inakurudia, maana yake mtu wa design ndoto hizo wewe huwa hujali. Na kama Mungu huwa anakutumia kuzungumza na wewe kwa ndoto, kama utakuwa haujali, maana yake sasa Mungu anaweza akakata mawasiliano hayo kwa njia ya ndoto kuzungumza na wewe, kwa sababu umekuwa ni mtu ambaye haujali. Nikupa mfano hata kwenye maisha yetu tulionayo. Kama unaongea na mtu alafu hajali, mwisho wa siku utajikuta umekata tamaa. Kama nikumpigia tena umpigii, kama nikupa maelekezo umpi tena, ila mtakuwa mnakutana mnasalimiana, basi inaisha. Kwa nini? Ni mtu ambaye hajali kila ambacho unamwelekeza. Kwa hiyo hata Mungu anapotuelekeza, kama haujali, Mungu anafunga mlango huo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Tunaelewana jamani? Unaelewa vizuri? Twende taratibu na utaweza kunielewa. Tusome tena kitabu cha Mwanzo sura ya 1. Twende taratibu, ndani weke msingi na uelewe vita ya mtu aliye na maono ni ipi, ama aliye na ndoto ni ipi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutaenda taratibu, tutafundishana, na mwaka huu nimemwomba Mungu sana nipe neema kufundisha ukana kanisa kuelekeza vitu taratibu. Biblia inasema kwamba na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara mbili, ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha na Mungu atalitimiza upesi. Bwana pesi sana. Kwa hiyo ndoto inaporudi mara ya pili, maana yake huwa inathibitisha. Kama ni Mungu anathibitisha kwamba jambo lile litatokea tu, litafanyika. Maandiko hapa yanatuambia kwamba Farao aliota ndoto na ile ndoto ilikuja mara mbili. Maana yake ilikuwa inathibitisha ile jambo lipo. Bwana pesi sana. Na ndoto ya kimungu mara nyingi mtu anapoota huwa inakuwa mzigo ndani. Inakuwa mzigo ndani.
inakuwa sio kama ndoto zingine ambazo ni za adui shetani. Unaweza ukaiota ndoto na ukaisahau kabisa, na wao usiifuatilie. Kwa nini? Ni adui. Lakini ndoto ya kimungu inakuwa mzigo ndani ya mtu. Ndio maana hata Farao alipoota ndoto, aliamua kutafuta tafasiri, ama mtu anaweza kutafasiri ndoto, kwa sababu huo unakuwa ni mzigo ndani, unakunyima amani. Bwana pesi kwa sana. Kwa hiyo ukiona unaota ndoto na inajirudia zaidi ya mara moja, ujue hakika ndoto hiyo ni halisi na itakuja upesi. Jambo la kwanza ujue hakika ndoto hiyo ni halisi, lakini pia itakuja upesi. Bwana pesi kwa sana. Haleluya. Haleluya. Jambo nyingine kama ndoto inajirudia, jambo lingine ni hili: uliisahau ndoto ile ulipoiota mara ya kwanza, na sasa unakumbushwa tena. Bwana pesa sana. Kwa hiyo unaweza kuota ndoto mara ya kwanza ukaipuuzia, maana yake Mungu anakuja tena anakukumbusha tena mara nyingine tena. Maana yake uliipuuzia, anakuja tena. Maana yake ishara hiyo, ndoto hiyo ina maana, ndoto hiyo itapokea, ndoto hiyo ina uhalisia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Bwana apewe sifa sana. Kwa nini watu tuote ndoto? Bwana apewe sifa sana. Kwa nini watu tuote ndoto? Ama kwa nini uote ndoto? Mtu akiwa katika ulimwengu wa mwili na akitazama mambo katika ulimwengu wa mwili, hawezi kamwe akafanikiwa. Ili mtu afanikiwe lazima autumie ulimwengu wa roho kikamilifu. Bwana apewe sifa sana. Kwa ili mtu afanikiwe ni lazima autumie ulimwengu wa roho kikamilifu zaidi. Bwana apewe sifa sana. Ndoto ni kama bahasha. Bwana apewe sifa sana. Ndoto ni kama bahasha ambayo ndani yake imebeba barua yenye ujumbe kamili. Yaani ndoto ni kama bahasha iliyobeba ujumbe ndani yake wenye maelekezo kamili juu ya mtu fulani. Kama unayo changamoto yoyote katika maisha yako, ujue majibu yake yapo katika ndoto unazoziota. Kuna wakati tuna changamoto kwenye maisha yetu, lakini ukija kufuatilia katika ulimwengu wa roho, kumbe kwenye zile ndoto tunazoziota ndio hizo zilizobeba majibu yetu, ama zilizobeba chanzo cha tatizo alilonalo mtu. Unakuta unaota ndoto fulani. Angalia mtu ambaye ana tabia ya uzinzi. Huyo hawezi kuepukana na ndoto ambazo anaota. Anaweza kaota anafanya mapenzi na mtu. Kwa nini anafanya hivyo? Na kuna mwingine anakuta kwamba hawezi kujizuia. Yaani yeye akimuona mwanaume ama mwanamke, mwili wake unawaka. Kwa nini? Hivi vitu vilianza kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo tatizo lake ukilifuatilia liko katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ili uanze kudili naye ama atoke kwenye hiyo hali, lazima kwanza uanze kudili roho, ndipo huyu mtu aweze kupona. Huko tutakwenda mbele. Acha tuendelee kuangalia vitu kadha wa kadha, ili tunapokwenda kuingia ndani zaidi kwamba vita ya mota ndoto iko vipi, twende tunaangalia vitu ambavyo vitakufanya uelewe kama mwanafunzi ambaye anajifunza neno la Mungu.